Kwa majina ni Mwalimu Mulindwa Jules, ama Docteur Mulindwa Jules, ama Rabi Mulindwa Jules. Na kama mwalimu, kazi yangu ni kuelimisha watu, kuwafungua watu, zaidi ya yote ili watu wajuane na Mungu, wajue haki zao. Unapojua haki zako, hakuna pepo wala awaye yote anaweza kuchezea. Umeuliza swali vizuri ya kwamba kwa nini sisi wana wa mji wa makimbilio huwa tunaruka mwaka tarehe mosi ya mwezi wa Novemba, le 1er Novembre. Je, nimekuja kugeuza kalenda ya ulimwengu ama ni aje? No, siji kugeuza chochote. Kama vile Kristo alivyosema ya kwamba hakuja kutangua maandiko wala kupingana na Torati, hapana, lakini amekuja tu kuyatimiliza. Ni kwamba kuna siri zimefichwa zenye wanadamu hawajui. Na ndio maana kazi yangu kama mwalimu ni kuja kuwafundisha, kuwasaidia, kutoa watu katika ujinga, kutoa watu katika upotovu zaidi wa haya madini. Kila siku nimewaambia vizuri na ninarudi. Aliyetuma wa misionari ndani ya nchi yetu hakuwa ndugu yetu, hakuwa rafiki yetu, hakuwa kitupenda. Sababu ukienda kwa Google uangalie discours ya Leopold II, alisema vizuri akiwatuma wa misionnaire protestant na wa misionnaire katoliki. Na wale ndio tulisema tuletea neno, alileta Biblia, walitumwa na misio. Na aliyewatuma sheti watimize misio yake. Ukifuata ile discours utashangaa. Na shukuru Bwana sababu radio yetu tumeiweka kwa lugha mbalimbali. Utaipata kwa Kiswahili, utaipata kwa Kinande, utaipata kwa French, utaipata Mwangle. Na huko Goma tuliweza hata kuifafanua kwa Kinyarwanda ili Wanyarwanda nao wafunguliwe. Ndugu zangu, aliwatuma kawaambia mtakapofika kwa ile nchi ya basauvage, usikie vile ba multinational wazungu hao wanatuona kama sauvage, wajaamini kama sisi ni watu. Na hiyo ni wivu, sababu Mungu alituumba kwa sura na mfano wake, na akachukua udongo. Na kwa hizi rasi zote 5 za ulimwengu, yule ambaye ana rangi ya udongo ni Mwafrika. Na Mwafrika, ukiona innovation ya dunia mzima, civilization ya dunia mzima ilikuwa inaanza na Waafrika. Tajiri wa kwanza kwa ulimwengu Mwafrika. Waafrika ndio walikuwa wa kwanza kutengeneza navyo, kujua matematiki, kila kitu. Hata watu ya Greek walikuwa wanashuka mpaka Egypt kwenda kujifunza. Egypt haikuwa kainchi mnaona pale, hapana. Ili nisipoteze muda, tutayarudilia siku ijayo. Nimetaka tu kuambia tunaruka mwaka kwa sababu hawa waliotumwa hawa na metre wao Leopold II, na aliyewatuma mkubwa zaidi ni Papote iliwatuma. Hawa ndio wameanzisha dini. Na mnasema dini ya baba na mama. Dini yenye ilianza. Ni dini gani ilianza? Nimewaambia watu hakuna dini inaweza kusaidia kwenda mbinguni. Dini kitu moja inaweza kusaidia, kupeleka jehanamu. Sababu Mungu hajuani na dini yoyote. Kristo hakuacha religion hata moja. Alituachia upendo, akatuachia undugu. Na huu ndugu sasa unakuta watu ya maloje sataniki ndio ameibeba. Unasikia wanakuwa na confrérie ama brotherhood. Lakini ndani ya kanisa la Mungu undugu umepotea. Shetani amekuja kugawa watu kwa misingi ya ukabila, misingi ya kupigania vyeo, kwa misingi ya matajiri kwa maskini. Kumeingia na pepo mmoja anajiita wa intellectual, wengine sio wa intellectual. Kwa hii nchi narudi hakuna intellectual. Haya kuwaka. Na ukienda kwa wazungu kule utashangaa. Huwezi kufika Paris usikie huyu ni intellectual, huyu haiko intellectual. Alors que kwa kusoma, kwa wajinga. Kwa Waingereza wote ile ujinga hauko, ni mapepo ya division, ya kutaka kuonyesha kuna klasi ya bajuu na bachini. Sababu hata siku wa koloni walifika, kulikuwa na makartier za ba evoluer.
bali ba evolue bote balikuwa ba framaso, banaingia mu ekankar, banaingia mu maikari, banabaingiza mu illuminati, banabaingiza mu uchawi ya kizungu, banasahau hata vyao vya Kiafrika, banabaingiza mu uchawi wa kizungu. Unapoingia katika loge za wazungu, haukwake tena independent, hauna akili, babo ndio wanaanza kukutelegide. Sasa hii dini na uchawi wa dini bakakuja sasa, bakakamata, ukifuata siku zote za juma bameziweka kwa majina ya miungu yao. Ukienda siku zote za mwaka, miezi yote ya mwaka kwa majina ya miungu yao. Kila kitu ndio utasikia bameingiza na mafete za kichawi ndani ya kanisa. Nikisema kanisa ni kwa kusaidia watu wa nje wasikie, lakini watoto wa mji wa Makimbi wanajua kanisa ni nini. Hivi watu wamezoea, Wakristo na wanadamu wamezoea kanisa, nasema kwa lugha kusaidia watu wote ili kila mtu ajielewe na elewe tunasema nini. Sasa ndugu zangu, hawa wakaweka sasa masikukuu hizi mafete. Utasikia le 8 mars fete ya mama. Sasa kama le 8 mars ndio siku ya mama kwa emancipe kujulikana, ndio fete yake, na siku zingine zote ni fete ya nani? Banompa tuka siku moja kwa mwaka. Bamevuka na mipaka, banaenda sema na fete ya Pasaka ni tarehe kama ngapi ya mwezi wa 4 ama wa 3. Sasa unajiuliza ni nani aliwadanganya hivyo? Pasaka haina date, haina siku. Bwana anasema fanyeni hivi kwa kunikumbuka, ni kila siku. Bameenda bakakamata fete ya nativite ya kuzaliwa kwa Yesu, bakakamata Noel tofauti bali kibiblia hata kiakili na fete ya kuzaliwa kwa Kristo habikutane. Ile date sio hiyo, Noel sio Kristo, ni mambo mengine. Sasa mimi kwa nitaenda leo, njoo ulienda angalia na kamata, hata kama ni mfevrier kama le 4 banda sema fete ya bampenda nao ya Saint Valentin. Huyu Valentin nani alimutakasa? Siku ya Saint inakuwa tena siku ya uasherati, ndio siku ndoa zinakufa, ndio siku wana deflore watoto, uasherati wanamwaga kwa dunia. Cha kukushangaza, le 1er avril wanaita ni jour ya poisson, ya kusema uongo, bana mwanga uongo kwa dunia mzima. Sikiza uchawi. Na Biblia imesema baba ya waongo ni shetani. Donc hiyo tarehe moja mwezi wa 4 wanageuzaka batu yote ya dunia watoto wa shetani. Na Mungu anashangaa, ndio maana amenituma kuja kusaidia nyinyi ndugu zangu. Akili zirudi, mwache kudanganywa. Akili zirudi, mjuane na Mungu, mujue ukweli, na ukweli waweke huru, mwe huru kweli kweli. Kama vile Biblia inasema, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. You shall know the truth and the truth shall set you free and be free indeed. Bokoyeba bosolo pe bosolo eko siko labino. Sikiza sasa, wamenda wakasema mwezi wa 11 Novemba bamei proklame kwa mwezi wa marehemu. Unasikiza? Mwezi wa nani? Wa marehemu. Kama dini yenu imesema, ya Wakristo imesema mwezi wa 11 ni wa marehemu, sasa nyinyi mlio hai mtaenda wapi kwa hiyo mwezi ya marehemu? Kumbe katika deliverance na kwa siri za kiroho, Roho Bwana katufafanulia, katuambia hiyo ndio siku wanaamsha mizimu, wanaamsha roho za waliokufa zirudi duniani kubatafutia sacrifice. Ndio maana utaangalia Novembre, December ndio miezi ya maksida sana, miezi ya watu kufa ba morsibite, mambo ya maafa, vilio, matanga kila mahali. Kumbe ni hiyo mizimu wanaenda lamusha, wanaichokoza, inakujanza uwa watu. Sababu ukipeleka pesa, unaenda kwa padri, pesa ndizo hizi, mufanyie bwanangu alikufaka, mumfanyie misa. Na huyu bwana alikufaka na aksida, ama huyu bwana alikufa ngali kijana, anakutana huyu bibi yake, huyu aliyeacha huyu mjane ameolewa na mwingine mwanaume, kisha wenda lamushi ile roho. Ikifika hana wivu, njoo utaona huyu mwanaume huyu akija, ile roho ikija inaua huyu mbanda. Na waza mnanielewa? Ukifika kwa mji wa Makimbi utapata yale mafundisho. Na ndio Bwana akasema wanapoamsha mizimu yao kuleta maksida, na huyu mwezi wameita ya marehemu, nyinyi mlio hai katika Kristo muvuke mwende. Sababu na hii miezi na hii masiku sio Mungu alipanga, ni wao wa Roma walipanga tu siku zao na majina ya masiku zao. Sababu ukifuata kalandria wa Israeli tofauti sana na ya wa Roma, kalandria ya wa Shinwa tofauti sana na ya wa Roma, kalandria hata ya wa Ethiopia tofauti sana na ya wa Roma. Na hizi date uongo mtu.
bamekuya na dimanche yao, banasema dimanche siku ya kuabudu Mungu, alors que ni siku ya kupumzika dimanche, alors que saba ni 6e jour de la semaine. 6e jour de la semaine c'est le calendrier ba Roma, ndio unakutaka banasema hii samedi na hii dimanche. Lakini ukifuata vizuri, le premier jour de la semaine ata mu dictionnaire ni dimanche, banaita dimanche ndio le premier jour de la semaine. Samedi ni 7e jour. Mnaona ma confusion ijaza dunia. Ndio Bwana akatukirimia neema si watoto wa mji wa makimbilio na neema de France. Akasema wakati baba nageuka ba marehemu na baba natembea wote ba mort vivant, nyinyi mlio hai muruke mjende. Sasa si sababu yote ni kusema kwa kinywa. Unapotamka neno linaumba, na Mungu aliumba dunia yote kwa neno. Na sisi ametufanya kuwa miungu. Sababu kienda kwa kitabu hapa cha Zaburi 82 aya 6, 86e verset nasema kwamba wewe na mimi tuko ba Mungu, wana waliye juu. Genese 26 aliumba wewe na mimi kwa sura na mfano wake ili tutawale. Kumbe sura na mfano wa Mungu ni wewe na mimi, maki si ndio ba Mungu. Angana confirme. Ndio maana Kristo na akasema, namna gani unaweza sema unapenda Mungu na umechukia jirani yako unayemuona? Alikuwa kuna wafanya Mungu njoo huyu pembeni yako. Mahali pengi ukienda kwa kitabu cha Yohane 1:12, Kristo mwenyewe anasema ukiniamini tu na ukinipokea na kuamini jina langu, Mungu Baba ataweka uwezo na ufalme wake wote ndani yako. Na baadaye atageuza kuwa mwana wa Mungu. Mwana wa nguruwe ni nguruwe, wa mbuzi ni mbuzi, wa mtu ni mtu, na mwana wa Mungu ni Mungu. Na mimi naamini na wewe unajijua uko mwana wa Mungu. Kama uko mwana wa Mungu na uko Mungu sasa kama baba yako. Ndio mahali pengi imedhihirishwa kwamba sisi ni wana wa Mungu. Sisi ni ba Mungu. Kwa Kiswahili cha Kongo ni miungu, si kwa Kiswahili sanifu. Ndio hiyo mambo sisi tunavuka mwaka tarehe 1 mwezi wa 11 ili hawa makafiri wanapoproklame mwezi wa marehemu, sisi tumeenda. Kama kuna batakufa mwezi wa 11 si hatuko, watoto wa mji wa makimbilio hatuko. Kama kuna wale batagonjwa, batalogwa bagonjwe, kuna wale batafanya maaksida, sisi tuishaenda. Hatuko pamoja na hao wa Kristo, tumeenda. Babu ni ba marehemu, babakina wa marehemu wao, sisi tumeenda. Ndio tunavuka mwaka hiyo tarehe 1 ya mwezi wa 11. Na wewe unaalikwa. Njoo. Tarehe 1 hii itakuwa samedi dimanche, pale tutafanya operation ya kuruka mwaka sisi watoto wa mji wa makimbilio wote. Na wewe unayenisikia sasa, ni neema yako. Kuja na wewe turuke mwaka pamoja. Kama kuna batagonjwa mwa hii mwaka, kama kuna batakufa, kama kuna beshetani atachezea, haumo. Sababu hii mwezi wa 11 ndio kila mchawi anaenda pana rapport ya anaanza mwambia ale andaa sacrifice yako yetu, tutakula mfete yetu ya Noel. No El Shaddai, no Elohim, no Dieu, no God. Njo Noel. Noel ni siku ya mapagani. Kila mwanafeta ke Noel ni mpagani, sababu isikie Noel. Unajua Mungu kwa Kiebrania anaenda El Shaddai, Elohim. El inaanzaka ni jina la Mungu. Sasa wakikwambia Noel ni kusema wamesema Mungu wako wake wanamkataba ate. Sasa na huko ate kila Mkristo ni ate, ni mpagani. Kama ulishafete tu Noel, mako umeshasema Mungu wako wake. Na ndio maana hata uombe hauwezi kusikia, hata bakuombea huwezi pona, hata ufunge na kuomba huwezi jibiwa, sababu ulishasema Mungu wako wake, ushamkana na ile mafete yenu ya kipagani. Ndio maana sisi tumeenda. Ukija kwa mji wa makimbilio utafunuliwa mengi. Leo ukienda mainchi za wazungu, nikamate sawa pa Boston, Etats-Unis. Sasa hivi bako kule bako nalia. Kila nyumba bameweka maskelete, wengine kwa mikono ya watu washakufa, mafemir, makrane, kwa kila mulango wa kila nyumba Boston. Sababu pale ndio kuna kwa capital mondiale ya uchawi. Kuna city inaitwa Salem. Na ba viongozi mingi ya dunia, hata mbele ya kwa president anakimbia kwanza Salem. Viongozi wengi wanaenda kule kwa kujificha. Salem fa 2 jours, kumbe ako wanaenda kujiinisie kwa uchawi. Sasa bako na fete wanaitaka Halloween. Halloween maana yake ni ajabu, ni kuabudu shetani kinaga ubaga. Banaanza itana na mizimu. Banaenda kwa makaburi sana. Tunaenda kutengeneza makaburi ya batate ya bazazi yetu, makaburi ya batate yetu. Yafaa tukomunike na waliokufa. Biblia inakataa. Kwa kumaliza basi, sababu sio mahubiri, ni kwa kufundisha na kukufafanulia. Ukiangalia hii kitabu cha Mhubiri, Ecclesiastes 9, wende tu hapa ku
ku 10e verset, uende ku 4e, na ukitaka uende na ku 10e, utasikia vile Biblia inakuambia. Inasema wazi ya kwamba kwa kila mtu anayeishi pamoja na walio hai anatumaini. Sababu ni afadhali umbwa aliyekufa, umbwa aliye hai pahali ya simba aliyekufa. Ni kusema nini? Unajua, na kwa tabia zetu sie kwanza, sie bote babantu bana mtoto Afrika, tabia zetu tuna maskini wanamwita umbwa. Acha ule ni umbwa bure. Hata kama dada yako analeta garso anasema hii umbwa iko na nini huyu? Hana na kazi, ni umbwa bure. Ni kwamba wanaona mtu asiyekuwa na uwezo kama umbwa sababu hajiwezi lolote. Lakini simba ni ule mwanaume mwenye nguvu. Sasa simba aliyekufa sawa Mobutu, hata tuwe mvita, Mobutu atatusaidia na nini? Marshal. Hata sai arme yote iende kaburi ya Mobutu ile pale Raba, atatusaidia na nini? Ni afadhali umbwa aliye hai pale ya simba aliyekufa. Ukienda vizuri wewe angalie vijana wetu ambao hawakusoma, hawakufanya nini, wengine wameacha masomo, bameenda bote mapori, bakasema tunachunga nchi yetu, wavamizi wasituvamie. Na wale wanaweza kutuokoa. Maibobo yeye peke anaweza kukuokoa. Unaanguka na moto, anaisimamia, unanisaidie ndugu, atatoa moto na unatoka. Mimi sasa ukisema Jean Paul Deni nisaidie, atakusaidiaje? Mobutu nisaidie, atakusaidiaje? Hero national wetu mzee Kabila, mzee Laurent Desire Kabila tusaidie, atatusaidiaje? Lumumba hero national tusaidie, atakusaidiaje? Kimbangu nisaidie, atakusaidia. Alishakufa, hayuko hai. Na Biblia iko wazi familia yangu. Ukienda hapa, ukienda pale kwa 4, 5, 6 ya Mhubiri kenda, utashangaa. Sasa Biblia kwa mimi napendaka sana, inajisemea vizuri. Ukienda pale kwa 6, 9, donc Ecclésiaste 9, 6e verset. Na mapenzi yao, na chuki zao, na tamaa zao zote bilisha potea pamoja nao. Na inasema vizuri, et ils n'auront plus jamais aucun part à tout ce qui se fait sous le soleil. Hawana sehemu lolote kwa yote atatendeka hapa chini ya jua. Ni kwamba sharti nyinyi wapagani mnajiita wa Kristo, mheshimu hata wafu. Mheshimu. Mbona mnawasumbua? Mnawaamsha nini? Kwenye wameenda hakuna akili, hakuna tumaini, hakuna kazi, hakuna maarifa, hakuna chochote, wamepumzika. Mnawasumbua kuamsha namna gani? Kumbe wanaenda amsha mizimu ya kuja kuleta maksida, mapandemi, maepidemi, mavita. Hizo mnaona ni mizimu inakuja inaingia mkichwa mtu mmoja, anaanza leta vita. Vita ianzake na watu yote, ni pepo moja tu inaingia ndani ya kajini kamoya, na kanalamusha vita, kanaanza enda kuambia wengine, kanapata bakwadere, banenda mwanga damu za watu. Ni kazi za mapepo. Ndio maana sisi tumevuka, na unaalikwa njoo tuvuke pamoja. Tuvuke pamoja. Na wazo umeelewa kwa nini tunarukaka mwaka le 1er Novemba. Na unaalikwa kuja turuke pamoja, na tutawapaka watu mafuta hiyo siku ya kuvunja nguvu za maafa, nguvu za mauti, balana mikoshi, kuzivunja. Sababu ndio kazi ya mafuta. Tutawapaka watu mafuta ile de. Sababu ni tunaruka le 1er, lakini le de ndio ibada kubwa ya dimanche. Tuko pamoja ndugu zangu, na unaalikwa. Bwana wabariki sana, tuko pamoja. Amen. Ndio ilikuwa jibu hilo. Swali hizi kwanza zilitoka kwa ndugu kutoka kule Goma. Akasema, mbona baba wewe unasema tusiombe watu waliokufa, babu zetu na mambo mengine, ni kuabudu mizimu au waliokufa? Biblia ndio inasema vizuri. Ukifuata hii neno la Mungu linaandikwa hapa kwa Luka, hapa Luc 20:38. Ukisoma Mark 12:27, ukisoma Matthieu 22:32, Biblia inasema mimi Mungu ni Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Sio Mungu wa wafu, bali ni Mungu wa walio hai. Na mmeniuliza mbona sasa wanasema Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo na walishakufa? Hawaja waabudu. Ameitwa Mungu wa Abrahamu sababu alisimama naye katika agano lake. Na kila mtu anasema Mungu wa Abrahamu, Isaka na Yakobo. Biblia inadhura kusema hivyo ni wale walioshuhudia vile Mungu wa Abrahamu aliwafanyia kazi. Sababu Musa alipovuka bahari ya Shamu na wana wa Israeli, balijua ni Mungu wa baba yao Ibrahimu anafanya kazi. Unaweza sema Mungu wa Musa yuko hapa, Mungu wa Elia yuko hapa, sababu uliona kazi ambazo Mungu alifanya ndani ya Elia. Lakini leo kama unakutana mbaporo wa Kristo wote banasema Mungu wa Elia, Mungu wa Isaka, Mungu wa Abrahamu, ni sababu wao hawana Mungu anayetenda kazi.
kwa kizazi hiki pia sherti useme kazi yenye Mungu wa mchungaji wako alifanya. Ndio maana kwa mji wa makimbilio neema iko. Mtu malikuja na sida na pona. Mko washuhuda nyie wote. Kinshasa usiseme. Kila mahali nako isiafikaka. Wakisema tu Mungu amlindwa, anatenda. Tuko na bamama washatolewa matrompe na matrice. Na wao wanajua Mungu wa babangu mlindwa amenitendea. Kuna mama hapa Kisangani alikuwa hata hajaingia kwa mji wa makimbilio, anafuataka radio. Alikuwa amefanya miaka bila kuzaa. Alishangaa. Akaona mlindwa anamtokea kwa maono. Akafungua mbingu akamtoshea watoto 3 akampa. Na mama akabeba mimba siku hiyo hiyo. Leo na watoto. Tuko na wengi. Kuna dada ametoka Kasai hapa Kinshasa. Bali mloga sida familia yake. Sababu alisema ni mrembo, amesoma, na vile amesoma na ni mrembo, yafaa asiolewe, yeye atakuwa na batumikia abakulishe. Sasa yeye akafanya erere, akaolewa, akavunja conditions zao. Bakamtumia kakamtia sida. Amezaa mtoto bila sida. Bwana yake hana sida, mimi niko na sida. Ni vendredi passé mama amekuja na pale akashuhudia vile aliingia mji wa makimbilio. Alikuwa anaenda Mangenge milima yote kuomba, hajibiwi. Mafungo hajibiwi. Lakini alipoingia kwa mji wa makimbilio tu siku moja, pepo zikapigwa ndani yake. Piga wale mashangazi waliomloga. Sida ikatolewa. Yeye alienda kupata maono kwa nyumba. Anaona mlindwa Jili anakuya, amevaa nguo za madaktari, anamtosha damu mkono wa kushoto na kuume. Akamwambia ile damu ya sida nimeitoa. Akamuingiza damu ya bien, anamwambia ni damu ya Kristo. Ndio ile bongangasi tunakunywaka. Damu ya Kristo inaondoa ile damu chafu yote. Ndio imagine unaona tunaombea pale, kila mtu anakuwa na maji yake tunayaombea. Mtu anakunywa anapona. Na bulikucha asubuhi mkono wake ilikuwa paralize na tumika. Akasema make na sida imepona. Alifika kwa kanisa wakampa pesa kwenda pimo. Amekuja na madokima tayari sida imepona. Ndiye mama mkono kwa ushuhuda ambaye roho Mungu alisema tumpe $1000. Jua alikuwa amemfukuza na kwa kulala. Na saa hii niliambia mama muangaje kwa banki yetu. Jua alisoma ekonomi, alisoma vitu ya ekonomi na tumempa kazi tayari. Leo kimuona hutamuelewa, hutamtambua. Haijapita hata juma moja amekuwa pia. Aliona mvizio. Watu wanaona mlindwa Jili anakuja mvizio. Mungu anavaa mwili ya watakatifu. Sababu ya hana mwili ni roho. Vile shetani anavaa mwili ya wachafu, ya wenye dhambi. Banakuja kukuetrangle, unjo unalotaka mtu anakuja kuloga, bamevaa mwili wake. Ukiwa mtakatifu, na bachawi hawezi kukutia maski, hawezi vaa sura yako. Hawawezi, sababu ni moto, ni sura ya Mungu. Wengine wakauliza, mbona Musa wakati Kristo alikuwa anaomba pale Getsemane, Elia na Musa walikuja kumtia nguvu. Na japo bali kufaka. Hawakukufa, mnadanganyika. Elia na Musa hawakukufa. Elia alipaa mbinguni na mwili wake. Musa hakuna manajua vile alikufa wala kunyalizikwa. Mungu alimpoteza. Ni siri yake na Mungu. Na ndio maana walirudi, lakini waliyezikwa kwa hii udongo, huwezi muona anarudi na mwili. Akirudi na mwili ni pepo inakuya. Ni pepo inakuvamia. Aliye wa Mungu na mwonamu maono, muvizio. Na mimi nakutakia na wewe mtakatifu. Hata siku utazeeka, batoto wako wanaona kuya shauria, unakuwa wasaidia muvizio, sio ndani ya mwili. Bwana wabariki. Amen.